Ni miaka michache misalia kufikia 2030 ambako SDGs yatafikia ukomo kabla ya kupimwa upya. Vyuo vikuu navyo vinapambana kufanikisha SDGs, ikiwa lengo namba 4 linahusu utoaji elimu bora. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe Profesa William Mwegoha ananieleza mikakati walionayo. Kimsingi tunaenda kwenye kutekeleza matakwa ya SDG ambayo lengo namba 4 lile linataka sana tuweze kutoa elimu bora. Sasa ili kutoa elimu bora ni lazima tuwe tunaweza kunyanyua viwango, kuwa na mafunzo ya kutoa elimu bora kwa maana ya quality of learning and also teaching. Hadi maeneo muhimu sana na program zetu ambazo tunatakiwa tuzitoe ziwe na uwezo wa kuwa na ubora wa kutosha sana kukidhi matakwa ya sio tu ya Tanzania lakini pia ya eneo hili la Afrika Mashariki lakini pia na ya kidunia. Tuanze sasa kuziwezesha ofisi kwenye hivi vyuo zianze kufanya kazi vizuri. Na hiyo ni work package ambayo ni ya kwetu Mzumbe. Profesa Mwegoha nimezungumza naye baada ya kuwa amefunga mafunzo kwa wakufunzi ya mradi wa Tanzia unahusisha vyuo vikuu vya Tanzania na vya nchi za Muungano wa Ulaya, yaliyofanyika kwa siku 3 katika Chuo Kikuu Mzumbe Morogoro, ambako mkurugenzi wa umataifishaji na baraza la wahitimu Chuo Kikuu Mzumbe Dr. Lucy Masoi anabainisha malengo ya mradi wa Tanzia. Lengo kuu la mradi huu unaoitwa Tanzi, ambapo kwa Kiswahili mikakati ya umataifishaji elimu ya juu Tanzania, umelenga katika kujenga mifumo imara na endelevu ya umataifishaji ambayo itaongeza ubora wa ufundishaji, utafiti na ushirikiano wa kitaaluma. Lakini kwa kipekee hasa mradi huu unao malengo mahususi mawili. Lengo la kwanza ni kuimarisha uwezo wa taasisi katika kupanga, kutekeleza na kutathmini shughuli za umataifishaji. Na lengo la pili ni kukuza umahiri wa kiutamaduni na kimataifa miongoni mwa wafanyakazi na wanafunzi ili kuunda mazingira ya ujifunzaji yenye mtazamo wa dunia. Mradi wa Tanzia unafanyika kwa ubia baina ya Muungano wa Ulaya kupitia vyuo vikuu vya Alicante cha Hispania, Saarland cha Ujerumani, EFDM kutoka Ubelgiji pamoja na Chuo Kikuu Mzumbe cha Morogoro, Chuo Kikuu cha Nelson Mandela kilichopo jijini Arusha, Chuo Kikuu cha Katoliki cha Afya na Sayansi KUHASI Bugando Mwanza, Chuo Kikuu cha Kiislamu MUM Morogoro na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU. Mwakilishi wa Muungano wa Ulaya na mkufunzi mkuu wa mafunzo ya wakufunzi kutoka Chuo Kikuu cha Alicante Hispania, Dr. Mario Guelo, katika mahojiano anasema wanayo furaha kuratibu mradi wa Tanzia na kwamba Muungano wa Ulaya umejizatiti kuunga mkono juhudi hizo. We are proud to be coordinate this activity. Tuna furaha kuratibu shughuli hii. Vile vile tunashukuru kwa kuungwa mkono na Muungano wa Ulaya katika kuwa sehemu ya ufadhili wa mpango huu. Chuo Kikuu cha Alicante kina furaha kuwa washirika wa mpango huu, na mafunzo haya yalikuwa muhimu kwa hatua za mbele za upatikanaji wa maendeleo katika kila taasisi ya chuo kikuu. The development to be held inside each institution. Mradi wa Tanzia pia unafanikisha lengo la 17 katika SDGs, ubia kwa ajili ya kufanikisha malengo ya SDGs kupitia juhudi za umataifishaji. Lakini neno lenyewe umataifishaji kwa kimombo internationalization linaleta manufaa gani kivitendo? Mario ananieleza tena. Internationalization brings a lot of benefits for Umataifishaji unaleta manufaa mengi. Unaleta fursa nyingi za uboreshaji elimu ya juu. Utaleta mikakati sahihi ya umataifishaji, kufanikisha upatikanaji wa rasilimali, ujuzi, kuunganisha mtandao na taasisi husika duniani kwa ajili ya kuimarisha sio tu ubora wa elimu lakini pia utafiti na kuhamasisha maarifa. Kwa upande wa Chuo Kikuu cha Katoliki KUHASI Bugando Mwanza, mradi wa Tanzia umesukuma kuanzishwa kitengo cha umataifishaji, anasema afisa uhusiano Tandiwe Peter. Kwa hiyo tutakwenda kuanzisha kitengo cha kitaasisi cha umataifishaji katika chuo chetu, lakini pia kuhakikisha kwamba zile shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika katika umataifishaji chuoni zinafanyika kwa ufanisi zaidi na kujengea uwezo wadau wengine wa ndani wa chuo, lakini pia kuendelea kuboresha mahusiano na wadau wa nje ili kukuza zaidi utekelezaji wa hii sera ya umataifishaji taifa na kimataifa,